Mbunge wa Bunda mjini Mheshimiwa Esther Bulaya leo Januari 3, 2026 amegawa mahitaji na vifaa muhimu vya shule kwa wanafunzi wanaotarajiwa kuanza kidato cha kwanza mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuunga mkono elimu kwa watoto wanaotoka katika familia zisizo na uwezo. Ya kuzindua zoezi hili, naomba nitambulishe vifaa vilivyopo hapa. Kwa hapa tunayo madaftari ambayo watapatiwa wanafunzi, lakini pia tunazo mathematical set ambazo watapatiwa wanafunzi, kalamu, tunazo limu ambazo watapatiwa wanafunzi, lakini pia tunavyo viatu hivi hapa ambavyo vyote vitapatiwa wanafunzi, lakini pia tunayo mashati haya hapa ambayo watapatiwa wanafunzi, tunazo sweta hizi hapa ambazo watapatiwa wanafunzi, tunazo tracksuit hizi hapa ambazo watapatiwa wanafunzi, lakini pia tunazo uniform ambazo watapatiwa wanafunzi, lakini pia tunayo mabegi yale pale ambayo watapatiwa wanafunzi. Lakini pia kama tulivyo taarifa mara ya kwanza, hii ni uzinduzi. Kwa hiyo hii program ni endelevu. Leo tunaanza na hawa wachache, kesho tunaendelea mpaka shule zitakapofunguliwa ili tuweze kukidhi ile idadi ambayo tumeweza kuitaja na zaidi. Zoezi hilo lilofanyika katika ofisi za mbunge wa Bunda mjini limewanufaisha wanafunzi 231 ambapo kila mmoja amepokea vifaa vyenye wastani wa thamani ya shilingi 100,080, huku gharama ya jumla ya msaada huo ikifikia shilingi milioni 41,500,080. Hatuna namna. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Esther Bulaya amesema mpango huu ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na mwendelezo wa juhudi za kuboresha elimu ndani ya jimbo hilo. Hakika kwa bajeti niliyokuwa nimepanga, Mheshimiwa mgeni rasmi, ilikuwa 25 milioni. Nikasema hata nikianza labda na 100, wakiongezeka kidogo nitatumia hiyo milioni 5, lakini mahitaji yalikuwa makubwa. Na unaona mzazi anakuja kweli ana uhitaji. Nikasema kutoa ni moyo. Ni kweli mimi si tajiri, lakini ili niwe na amani ya moyo nitoe hichi nilicho nacho kwa watoto wangu hawa, waianze safari ya kutaka kuwa daktari bingwa, waianze safari ya kutaka kuwa injinia, waianze safari ya kutaka kuwa mwanasheria, waianze safari wa kutaka kuwa mkuu wa wilaya, waianze safari wa kutaka kuwa mbunge. Kila safari ina hatua yake. Tumefanya hivi kwa sababu mimi na madiwani na sisi tulianza huko huko. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nilipotelewa na wazazi nikiwa mdogo, darasa la 6. Mama alikufa nikiwa darasa la 6. Baba alikufa nikiwa kidato cha 2. Ninachokitoa hichi na mimi nilisaidiwa. Leo niko hapa. Nitakachokifanya hichi na mimi ipo siku huyu mtoto atakuwa kama Esther Bulaya. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa majina naitwa Gaspar Petro Charles, Katibu wa Siasa, Uenezi na Mafunzo ya Chama cha Mapinduzi Wilaya ya Bunda. Kwenye kitabu chetu ambacho ni mkataba wetu Chama cha Mapinduzi na wananchi, kitabu cha ilani, ukurasa wa 23, ibara ya 32, 33, CCM tuliwaahidi wananchi, mtakapotupa dhamana tutaboresha elimu kwa ngazi zote. Tutaboreshaje? Ni kupitia hawa watekelezaji wa ilani ambao ni wabunge na madiwani. Ndiyo maana Mheshimiwa Esther Amos Bulaya ametembea na maneno ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni kuhakikishie Mheshimiwa mbunge, amekusaidia kazi kubwa sana kwenye mji wa Bunda. Vijana hao unaowaona hawa kwa umri wao ndio vijana ambao wapo mjini huko wanahangaika na vyuma chakavu. Umri huu wa wanafunzi hawa wakishindwa kwenda shule kwa sababu ya hali ya uchumi wa wazazi wao,
utawakuta kwenye vyuma chakavu. Milioni zaidi ya 40 za Mheshimiwa Esther Amos Bulaya zimekusaidia kazi kubwa sana ya kupunguza wimbi la kukimbizana na hawa watoto, namna gani unawatoa huko kuwarudisha kwenye hali yao ya kawaida. Mheshimiwa Mbunge, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, mimi nikupongeze sana 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 sana. Mgeni rasmi mkuu wa wilaya ya Bunda Enoki Kaminyoge amewataka wazazi na walezi kuhakikisha watoto wote wanaanza shule ifikapo tarehe 30 Januari 2026. Mwaka huu tumedhamiria kwamba wanafunzi wote wenye umri unaostahili kwenda kusoma elimu ya awali wanatakiwa waende 100%. Hata kama hana uniform, hata kama hana kiatu, aende akajiandikishe asome. Kwani wazazi wetu sisi waliotuzaa hawakwenda na viatu shuleni. Kwa wazazi wengi na walezi waliopo hapa wenye umri mkubwa hawakwenda na viatu, hawakwenda na uniform. Uniform zitakuja baadaye. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ameshatoa haya. Lakini wale wanaotakiwa kuingia darasa la kwanza hali kadhalika waende, na nyinyi na wengine ambao wapo nyumbani wanatakiwa kwenda kuanza kidato cha kwanza, muende kwa utaratibu huo. Tunataka mwaka huu inapofika tarehe 30 mwezi wa kwanza, wanafunzi wote wanaotakiwa kuwa shuleni wawepo shuleni.